ambapo gwiji wa siasa nchini Raila Amolo Odinga ameaga dunia. Raila Odinga aliaga dunia akipokea matibabu nchini India na inasemekana alifariki baada ya kupata mshtuko wa moyo. Raila ambaye ameaga akiwa na umri wa miaka 80 amekuwa mwanga ulioleta msisimuko kwenye ulingo wa siasa nchini, na kuzima kwa mwanga huo bila shaka kumeacha pengo kubwa. Kuanzia mtetezi wa uhuru wa vyama vingi nchini hadi kuingia ndani ya serikali jumuishi chini ya utawala wa Rais William Ruto. Karibu mtazamaji kwa matangazo haya maalum. Mimi ni Agnes Gakunga na sitakuwa peke yangu, nitakuwa na jopo hapa kwenye studio ambapo tutakuwa tunachanganua Raila Odinga ni nani tangu kuingia kwenye ulingo wa siasa humu nchini, tangu alipoanzia kama mbunge wa eneo bunge la Lang'ata na hadi mahali ambapo amefikia kabla ya kuaga kwake. Mtazamaji, tu kwa muktasari ni kwamba Raila Odinga alizaliwa mwaka wa 1945 katika hospitali ya misheni ya kanisa la Anglikana iliyoko Maseno, wilaya ya Kisumu. Wazazi wake walikuwa ni marehemu Mary Juma Odinga na marehemu Jaramogi Oginga Odinga. Alisomea shule ya msingi ya Kisumu, ile ya msingi ya Maranda, shule ya sekondari ya Maranda, na alijifunza Kijerumani katika kituo cha Hada Institution kwa miaka 2. Ni kituo ambacho kilikuwa kinatoa mafunzo kwa wanafunzi wa kimataifa. Mwaka 1965 alijiunga na taasisi ya Medberg ambayo sasa ipo chini ya chuo kikuu cha Otto von Guericke kule Ujerumani. Mwaka 1970 alihitimu. Yatatajwa kwa sababu Raila Odinga atasalia kwenye kumbukumbu za historia ya Kenya. Kuna mengi ya kumsema kwa sababu amechangia katika hata kubuniwa kwa sheria, kwa katiba ambayo inahudumu taifa kwa sasa. Alipigania mengi, kuwepo kwa vyama vingi humu nchini, na ndiposa kama taifa tutakuwa tunaangazia mengi, taarifa mbalimbali kutoka kila pembe ya nchi kumwangazia, kwa sababu karibu kila Mkenya ana mengi ya kusema kuhusiana na huyu kiongozi Raila Amolo Odinga. Hapa kwenye studio siko peke yangu, ninaye mwenzangu